hali ya mradi inaendelea vizuri, na mradi huu ni mkubwa ambao unaharimu takriban dola bilioni 1.326 ni dola. Ni mradi mkubwa ambao ni mradi wa kielelezo kwa ufupi kama alivyosema wenzangu. Kazi nzuri inaendelea kwenye majengo yale ya abiria ambao pale patakuwa na majengo matatu. Jengo la kwanza litakuwa ni kwa ajili ya abiria na kwa wakati wa peak hour jengo lile litachukua abiria 900. Majengo mawili yaliyobaki na kwa ajili ya biashara, commercial buildings, na kazi inaenda vizuri. Tukaona eneo ambalo wanajenga viaduct ambalo pia inaenda vizuri. Alafu tukuja eneo jingine ambayo kazi ya ujenzi wa structure unaendelea. Overall kule Mwanza kazi ya ujenzi wa structure inaenda vizuri. Kwa ujumla structure, yani madaraja, yo viaduct na vitu vingine imefikia asilimia takriban 90. Kazi mzuri. Sasa kazi kubwa kwenye mradi kama huu ni kujenga structure. Mambo mengine hii ya kuweka mataruma, ya kuweka reli ni mambo ambayo ni rahisi kuyatekeleza. Tapofika 2028 tutaona reli inatoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Wito wangu kama nilivyosema, na naomba niwahakikishie wa Tanzania kwamba mradi huu unajengwa kwa viwango vinavyotakiwa vya kimataifa. Vya kimataifa, na kila pahala tunahakikisha kwamba viwango hivyo vinafikiwa. Kama nilivyosema, kama mradi huu ulisanifiwa uishi miaka 150, utaishi miaka 200. Ikitokea tatizo lolote kama matetemeko, mradi huu utaendelea kuhimili na hautakuwa na shida yoyote. Zikitokea mvua, mradi huu utaendelea kuhimili, hakuna shida yoyote. Ni mradi ambao umetengenezwa kwa viwango vinavyostahili. Mwito wangu kwa wananchi wanaopitiwa kwenye mradi, lazima walinde mradi huu. Sote tulinde mradi huu. Serikali itafanya wajibu wetu, serikali ya wilaya itafanya wajibu wao, serikali ya mkoa itafanya wajibu wao, lakini na Watanzania wananchi tufanye wajibu wetu. Maeneo yote ambayo mradi huu utapita, lazima tuchangamkie fursa wakati ukifika. Fera hapa patakuwa na station kubwa kama nilivyosema. Hapa ndio tutakuwa tunabadilishana mabehewa, tunabadilishana vichwa vya reli, tuna mzigo unakuja hapa, unaotoka nchi za jirani utakuja hapa kupelekwa sehemu nyingine, unaotoka mikoa ya jirani na kuja hapa. Pia unaotoka bandarini utakuja hapa. Kwa vile wananchi wa maeneo haya tujipange kutumia fursa hizi. Ni muhimu sana. Mradi usije kuwa unapita hapa alafu sisi tukawa nakuja watu kutoka mbali wanachukua hizo fursa. Kwa vile mwito wangu mimi ni kuambia wananchi wetu hawa wajipanga tumie fursa hii. Mimi nitoe wito kwa wanamisungwi wenzangu kwamba na sisi tuna wajibu wetu wa kufanya kwa mtu mmoja mmoja na kama Misungwi kwa ujumla, kwa sababu tunalo deni kwa serikali yetu tukiwa mtu mmoja mmoja na tukiwa kama wilaya. Mwezi uliopita Mheshimiwa Waziri tulifanya uzinduzi wa meli kubwa pale. Tukaambiwa ile meli inahitaji abiria 1200 lakini tani za mizigo 400. Je, hiyo mizigo ni nani anaijaza hiyo? Na ukiangalia dira ya taifa inasema tunalenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi na lenye fursa sawa kwa wote na linalolenga nchi yetu kwenda kujitegemea. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wenzangu kuwa na wajibu, maana hata hii reli ukiangalia italeta mizigo ya kwetu hapa na mikoa ya jirani, lakini italeta mizigo ya nchi za jirani za Uganda. Lakini je, itaondoka na nini hapa kuelekea kwingine Dar es Salaam hadi bahari ya Hindi au bandari ya Dar es Salaam ambayo ni bandari kuu inayotupelekea mizigo? Lakini Mheshimiwa Waziri, tutoe shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake, mkiwemo nyinyi wasaidizi wake. Hapa tulipo mbele hapo kata ya Ukiriguru Nyamatala, tayari serikali kupitia bodi ya mamlaka ya Pamba wametoa eneo lenye ukubwa wa ekari 959 kwa ajili ya kujenga viwanda kongani, na lengo likiwa ni kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi na kilimo, lakini nadhani pale wanalenga zaidi pamba. Kwa hiyo nitoe wito kwa wawekezaji wengine waone hizi kata mbili ya Fera na Usagara kwa mipango iliyopo ya bandari ya nchi kavu pamoja na stesheni kuu ya abiria kwa wilaya yetu na wilaya za jirani zinazofuata huu ushoroba wa Geita na nchi za jirani.
kwamba kuna mambo mazuri yanakuja. Tusibaki kuwa walalamikaji na watu wa kulaumu. Tuione hiyo fursa na tuzichangamkie.